Mheshimiwa. Umeingia mwaka gani? 21. Simama basi, simama babangu. Wewe fundi wa kushona, si ndio? Na wategemea 2028 kutoka. Haya, ulifanyaje? Nini tena ulibaka? Nilipewa kesi ya kulawiti. Kesi hiyo mheshimiwa nilifungwa miaka 30. Ulipewa, ulifanya kweli? Mheshimiwa. Niambie mimi mama. Mimi. Sina dukuduku na mfano. Kuendelea na matokeo hapa nilipo. Nashukuru nilipunguzia mwaka 2021 miaka 5. Na nimebakiza miaka miwili. Miwili. Kwa hiyo 28 nitakuwa namaliza. Okay. Na kazi unayofanya hii? Kazi nashona nguo za kila aina. Nashona nguo za kiume, nashona nguo za kike. Okay. Na ukirudi ukitoka kule una vyombo vya kufanyia kazi zako? Kwa kweli mheshimiwa, hilo ndi changamoto kubwa ambalo yani ni kama muujiza. Naweza nikasema muujiza kwa sababu kwa jinsi ambavyo naangalia namba imeisha na naangalia kwamba kwa nini wafungwa wengine wanarudi magerezani. Ni kwa sababu wakitoka wanaondoka wakiwa na ujuzi halafu wanakuwa hawana mtaji. Hawana mtaji. Niseme kubwa hususan kwenye swala la ulekebu. Ulekebishaji, hizi nguo kweli ukiziangalia kweli ni urekebishaji. Lakini tunapokuwa tumeondoka mahali hapa, tumepata vyeti. Mimi nimeingia nikiwa darasa la 7. Lakini nashukuru Mungu kwa msaada wa serikali na magereza walezi wetu. Mwaka jana tumefanya mtihani wa form 4 tukiwa Ukonga. Hongera. Tulikuwa 5, 4 tukapita, akafaulu akafeli mmoja. Kwa kweli tunashukuru kwamba kwenye hii swala hili. Lakini lingine ambalo niliseme mheshimiwa kwamba kwenye magereza yetu utusaidie, kuna watu wamekaa sana. Kwa mfano mimi miaka 13 niko gerezani, familia imeshapalanganyuka. Basi tunapopata ule rekebishaji walezi wetu tuone kwa namna, kwa mfano kuna kesi ambazo hazina parole, tuone kwa namna gani mnaweza mkatusaidia ili tutoke nje tukaweze kukusanya familia, maana unapokaa magerezani muda mrefu familia nayo inakuwa imeshapalanganyuka. Kwa hiyo nimeona yani ni kama muujiza mheshimiwa. Kwa kweli miaka iliyobakia miwili unaweza ukanisukumia tu nje ili nikaangalia nikakusanya familia yangu mheshimiwa. Haya babangu. Nimekusikia. Lakini pia mheshimiwa, kule magerezani kuna watu ambao kwa kweli wanahitaji huruma zako na kwa wanakupenda. Wanakupenda kwa kweli. Yaani hata leo hivi nakuja gereza la Ukonga wanasema nenda kwa kweli utupelekee salamu. Kwa kweli wanafurahi. Kuna wale ambao walikuwa kondemu ukawabadilishia vifungo vyao vya maisha, waliokuwa maisha kuwabadilishia 30. Mheshimiwa, bado tena uangalie kwa namna nyingine kwa jicho la huruma. Wameshajifunza. Kwa kweli mama ni mlezi, wamekwisha kujifunza, mimi nikiwa ni mmoja wao. Kwa kweli kule ndani ya gereza tunasali. Tunasali na mimi ni mtumishi wa Mungu nikiendelea kufanya huduma. Kama tulikosea nje au tulisingiziwa tumeingia magerezani, kwa kweli mheshimiwa tumejifunza. Kwa kweli ikiwepo mimi nakuwa ni mfano, ikiwepo pale wenzangu ambao wako pale pembeni ambao wameshatoka tayari wako nje, hakuna shida na leo ambao tunaungana nao. Maana yake kwa kweli tumejifunza. Nahitaji huruma zako, tunahitaji huruma zako. Watu wote wa Tanzania, wafungwa wanahisi kwa Tanzania nzima watakuwa wanakuangalia wakijua kabisa kwamba mama wewe ni mlezi wa familia. Sawa sawa. Asante, nashukuru babangu. Umeniambia unaitwa nani? Naitwa Lista Charo Chisoma. Lista Charo. Okay, Lista Charo Chisoma. Na kweli umesoma. Asante. Asante sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Asante Lista. Mheshimiwa Rais, hii ndio banda yetu la mwisho. Gereza lipi? Nimetokea gereza la Mahabusu Morogoro, lakini nilihamishiwa gereza la Segerea. Segerea. Huko miaka mingapi unatoka? Miaka 30. Mpaka umefanyaje? Nilizingiziwa amlobali. Nilikuwa nataka nimkabe. Kwa ukapigwa miaka yote hiyo mwanangu? Ndio mama. Una miaka mingapi? Na miaka 26. 26. Kwa unafanyaje Morogoro? Nilikuwa tuna biashara zangu tu ndogo ndogo. Kwa hiyo kazi yako, utaalamu wako ni huo? Utaalamu wangu mimi ni kushona table max, nimejulia gerezani, gereza la Segerea. Umejifunzia? Kabla ulikuwa ukifanyaje?
Kabla ya hapo nilikuwa nauza mgahawa. Unauza mgahawa? Wa kwako au wa kuajiriwa? Wa mwenyewe. Wa kwako mwenyewe? Okay. Sasa umemwachia nani mgahawa? Ndugu zako? Hapana. Umefungwa? Kwa wewe ni mama lishe? Ndio mama. Ni mama lishe. Haya mwanangu. Kila la heri. Amina mama. Asante. Asante.